Bila shaka wote mmekutana na taarifa kuhusiana na Yanga kwenda kufungua kesi kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani CAS, na ni taarifa ambayo of course sasa hivi inazungumzwa sana watu wengi, na mimi pia muda sio mrefu niliripoti taarifa pia na kuwasifia Yanga kwamba ifanya jambo zuri sana. Lakini kitu ambacho kitawasurprise wengi ni kwamba nimejaribu kufuatilia kwenye kesi ambazo tayari CAS wamezipitisha, wanazifanyia kazi kuanzia tarehe 29 mwezi wa 3 mpaka tarehe 29 mwezi wa 4, ziko kesi 13. Lakini kwenye hizo kesi 13 hakuna kesi ya Young Africans. Maana kesi ya Yanga dhidi ya TFF, bodi ya ligi na Simba, hiyo kesi haipo kati ya zile kesi 13 ambazo tayari CAS wameshaziarrange kwa ajili ya kuzisikiliza. Ina maana kwa mwezi mzima huu kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe ya mwezi wa 3 mpaka tarehe 29 ya mwezi wa 4, hiyo kesi haipo ndugu zangu. Kwa hiyo kama Yanga wameenda kushtaki, pengine labda kesi yao ndio ipo kwenye mchakato wa kutengenezewa mazingira ya kuanza kusikilizwa, lakini kwa sasa hiyo kesi haipo kwenye mpango wa kusikilizwa kwa ndani ya huu mwezi, kwa sababu tayari kesi zote ambazo zinasikilizwa ndani ya huu mwezi zimeshawekwa tayari, ni kesi 13 na zimeanza kusikilizwa. Kwa hiyo kesi ya Yanga bana bado haijulikani, pale haijawekwa. Kwa hiyo tusubiri tuone ni nini ambacho kitatokea, labda ndio iko kwenye process, kwa sababu mara nyingi CAS wakipokea kesi kama hizi huwa wanakusanya kwanza ushahidi. Yaani wale ambao wamepeleka malalamiko wanapeleka na ushahidi wao. Wakishapeleka ushahidi wao, wakimaliza wanatafuta wale walalamikiwa, kwa maana wale ambao wameshitakiwa nao pia wanapeleka majibu ya hoja zao, wanapeleka ushahidi wao kwenye kile ambacho wamelalamikiwa. Wakishapeleka ushahidi, wale CAS wanakaa wanapitia kwa pande zote mbili, alafu wakishagundua kwamba kweli kuna kosa, ndo wanaanza kusikiliza sasa kesi, kumsikiliza mmoja baada ya mwingine. Ndivyo ambavyo mchakato huwa mara nyingi unafanyika hivyo. Sasa inawezekana Yanga kweli wameenda wamefungua kesi na wameshalipa kila kitu, lakini ukumbuke pia CAS ukishalipa kila kitu sio kwamba kila mchakato wa kesi yako unaanzia hapo hapo, hapana. Yaani unaweza ukafika ukalipa kila kitu na mambo mengine yakaendelea na wakakupotezea kwanza kwa muda. Halafu baada ya hapo wale watu ambao walalamikia wakapewa muda na wao kupeleka vithibitisho vyao. Na of course kuna taarifa kwamba TFF, bodi ya ligi na Simba wamepewa siku 10 za kupeleka ushahidi wa kile ambacho Yanga wanakilalamikia. Sasa ndani hizo siku 10 ambazo TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba wameambiwa wapeleke ushahidi, wanaweza wakapeleka huo ushahidi. Na wakipeleka huo ushahidi ukabainika kwamba labda kuna haja kweli ya kusikiliza hiyo kesi, manake kesi itaanza tena, kesi sasa itaanza kusikilizwa upya. Na hapo ndipo ambapo Yanga sasa kupitia wanasheria wake, TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba nao watapeleka wanasheria wao kwa ajili ya kusikiliza nini? Hiyo kesi. Sasa ni nani ambaye atakwenda kushinda? Hilo ni swala lingine, lakini mpaka sasa hivi kwenye zile kesi zote ambazo zimepangwa kusikilizwa kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe mwezi wa 3 mpaka tarehe 29 mwezi wa 4, hiyo kesi ya Yanga haipo. Sasa kila mtu akishapeleka ushahidi wake, pengine ndio itaanza sasa kupangwa tarehe ya kuanza kusikiliza hiyo kesi ya Young Africans. Lakini sasa hivi bado haijawa reformed kuwa kesi, manake bado watu wanakusanya ushahidi. Na of course niwaambie ukweli, yani CAS huwa mara nyingi wako wamenyooka, yani hawasikilizi tu, ni lazima uwe na uthibitisho ambao umenyooka. Kama hauna uthibitisho ambao umenyooka, kesi yako haiwezi kusikilizwa, wataiweka pending mpaka mwenyewe labda utachoka utaacha, au kama baadaye utaamua kuendelea kuvumilia utavumilia. Nitakukumbusha tukio moja. Kama unakumbuka mchezo wa msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, kulikuwa kuna mchezo kati ya USM Alger na RS Berkane. Kwenye ule mchezo kati ya USM Alger na RS Berkane ni mchezo ambao ulizua mijadala mingi sana, kwa sababu Berkane walivaa jezi ambazo zilikuwa zinaonyesha full map of Morocco, ambayo ilikuwa inaonyesha kuna eneo ambalo hilo eneo Algeria nao wanalihitaji, na MSG ni timu ya Algeria kwa wale ambao hawajui, na Berkane ni timu ya Morocco wale ambao walikuwa hawajui. Kwa hiyo kuna eneo ambalo walikuwa wanalipigania, ambalo hilo ni eneo ambalo Algeria wanaamini kwamba halistahili kuwa eneo la Morocco, na Morocco wanaamini kwamba ni eneo ambalo ni la kwao. Kwa hiyo ukiangalia ramani ambayo ina taifa full la Morocco, ile sehemu inakuwa sehemu ya hiyo ramani.
Kwa hiyo ile ilipelekea sasa ule kuzua mgogoro au ikaleta asintofahamu ambayo ilipelekea mechi kati ya USM Alger na Berkane ikaacha kuchezwa. Na baada ya hapo, kama unakumbuka, USM Alger walienda kushtaki kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo kwa sababu mwisho wa siku Berkane alipewa alama zote 3 za mchezo na akafuzu kwenda hatua inayofuata. Na baada ya kufuzu kwenda hatua inayofuata, USM Alger yeye alienda kushtaki kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani CAS. Kesi ambayo ilikuja kuamuliwa juzi. Yaani nadhani kama mwezi mmoja uliopita. Ilikuwa ni mwezi Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Ndipo ambapo majibu ile kesi yalitoka na USM Alger akawa ameshinda mechi. Lakini akawa ameshinda kesi, sio mechi. USM Alger akawa ameshinda kesi. Lakini ameshinda kesi huku matokeo hayabadiliki, tayari alimeshatolewa kwenye mashindano. Kwa hiyo pia Young Africans nao ambao wamepeleka kesi kuna mawili. Wanaweza wakashinda na kusiwe na mabadiliko yoyote, bado mechi ikapangwa tarehe mpya kutokana na namna ambavyo bodi ya ligi na TFF wataenda kuwasilisha kupeleka dokumenti zao za uthibitisho, au pia wakashindwa. Yote mawili yanawezekana. Lakini pia ukumbuke CAS haina mamlaka ya kupanga tarehe ya mchezo kwenye ligi husika. Wao wanasikiliza tu kesi, wanawaambia nani kashinda, afu mnarudishwa nyewe kuja kujadiliana kwamba nini kifanyike. Kwa hiyo sasa wao hawana mamlaka ya kupanga tarehe mpya ya mchezo, wala hawana mamlaka ya kuilazimisha timu yoyote iende uwanjani kwa ajili ya kwenda kucheza mechi. Ila wao wako kwa ajili ya kusuluhisha mgogoro baina ya watu wawili. Atakayeonekana anashinda bado inarudisha kwenu kujadiliana kwa pamoja. Mjue nini ambacho mnakifanya. Na ndio maana mara nyingi hata kwenye zile kesi ambazo ambazo kuna vilabu vinashinda, huwa sio kwamba vinaenda kupewa alama 3. Kama shirikisho lilishaamua alama 3 zinaenda kwa mtu fulani, maana yake zinabaki kama zilivyo. Ndio maana unaona hata USM Alger pamoja na kwamba alishinda kesi, lakini bado matokeo hayakubadilika, alibaki kama yalivyo. Kwa hiyo ni mchakato ambao kidogo ni mgumu kwa mashabiki wa Yanga, wanapaswa kuwa wana uvumilivu na wanachama, lakini kwa sasa kesi ambayo Young Africans kama klabu wanailalamikia wameshaiwasilisha kwenye mahakama ya michezo, lakini kwenye kesi ambazo zinatakiwa kusikilizwa kuanzia tarehe 29 mwezi wa 3 mpaka tarehe 29 mwezi wa 4 ni kesi 13, na kwenye hizo kesi 13 kesi ya Yanga haipo. Narudia tena. Kesi zinazosikilizwa kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 3 mpaka tarehe 29 ya mwezi wa 4, kesi ya Yanga haipo. Kwa hiyo kama kesi ya Yanga itakuwepo ni kuanzia tarehe 29 mwezi wa 4 na kuendelea. Na kuna uwezekano mkubwa Yanga wakamaliza msimu bila kupata hukumu ya kesi ambayo umeipeleka kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo. Kwa hiyo msimu unaweza ukamalizika vizuri na pengine hata tukaanza msimu unaokuja, kwa sababu hawa watu kesi zao wanasikiza taratibu, yani mdogo, hawanaga haraka kwa sababu pia wana kesi nyingi sana ambazo wanazisikiliza. Sasa hizi kesi 13 ambazo tayari wameanza mchakato wa kuzisikiliza, maana yake mpaka ziishe. Zikiisha ndo wanachukua tena zingine taratibu. Kwa hiyo wanachama na mashabiki wa Yanga msione kwamba labda watu kupeleka kesi wako kuambia timu imeenda kufungua kesi basi tasikilizwa hapo. Ni mchakato wa muda mrefu.